Na leo nataka nisogee katika mstari huu, kwa hiyo sitarudi nyuma, natamani niende mbele kwa sababu nilisema katika mstari huu wa Isaya 61 mstari wa 4 yako mambo 6 ambayo nataka uyaone moja kwa moja. Na jana tuliangalia moja na tulipata muda mzuri sana wa kuomba. Tuliangalia kwamba Mungu ndiye mjenzi. Hebu sema pamoja nami, Mungu ndiye mjenzi. Kwa hiyo sitarudi nyuma sana, kwa hiyo utarudi na kwenda kuangalia. Lakini jambo la pili ambalo nataka niendelee nalo leo, jambo la pili ni kwamba God is the source of building power. Mungu ni mjenzi kweli, namba moja, lakini namba mbili, Mungu ndio chanzo cha nguvu ya ujenzi. Mungu ndio chanzo cha nguvu ya ujenzi. Kwa hiyo anapotuambia ya kwamba mwaka huu atatujenga au tutajenga tena, hatuwezi tukajenga nje ya Mungu. Mungu ndio chanzo cha nguvu ya ujenzi. Sema pamoja nami, Mungu ndiye chanzo cha nguvu ya ujenzi. Sema ukiamini pamoja nami, Mungu ndiye chanzo cha nguvu ya ujenzi. Kwa hiyo Mungu ndiye chanzo. Anasema hivi, nao watajenga tena. Lakini kabla hatujafika katika mstari huu, unajua kuanzia mstari wa kwanza, hebu turudi tena mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tusome tena uone ya kwamba huyu anaweza kujenga huku kwa sababu kwanza amepokea nguvu kule juu. Angalia, Roho ya Bwana i juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Alafu amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa 2, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu, na kuwafariji wao waliao. Mstari wa 3 anasema kuwaagiza hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti iliyo haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Sasa unaweza ukaona baada ya hayo kuwa yametokea kwa hao watu aliokuja kuwafanyia, ndio anasema mstari wa 4, baada ya kuwa wamepokea hiyo nguvu na wao watajenga. Kwa hiyo unaweza ukaona chanzo cha nguvu ya ujenzi, chanzo cha nguvu ya urejesho, chanzo cha nguvu ya kukufanya upya ni Mungu. Huwezi ukatembea katika ujenzi huu tunaozungumza, huwezi ukatembea katika urejesho huu tunaozungumza, na huwezi ukatembea katika upya huu tunaozungumza kama Mungu hajakuwezesha uweze kutembea. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza ukaonekana wewe ni dhaifu, unaweza ukajiona kama mtu asiyefaa, lakini nataka nikuhakikishia kwamba Mungu yuko tayari kukuwezesha kwa ajili ya ujenzi katika mwaka huu. Hebu sema, niko tayari kuwezeshwa kwa ujenzi, kurejeshwa kwa ajili ya kufanywa upya na Mungu. Angalia katika kitabu cha Zakaria sura ya 4 na mstari wa 6. Zakaria sura ya 4 na mstari wa 6. Kitabu cha Zakaria sura ya 4 na mstari wa 6. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwako wewe Dickson, kwako wewe Dennis, kwako wewe Elizabeth. Akaniambia na kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo ili urejesho utokee, ili ujenzi ufanyike upya tena, ili tuweze kufanywa wapya tena, hatuhitaji nguvu zetu, tunahitaji nguvu ya Bwana. Kwa hiyo nguvu ya kutuwezesha kujenga, nguvu ya kutuwezesha kufanywa upya tena, na nguvu ya kuhakikisha ya kwamba tunarejeshwa tena inatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jambo la pili ni kwamba Mungu ndiye chanzo
cha nguvu ya ujenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, leo nakimbia kidogo. Jambo la tatu ni hili. La kwanza tumesema Mungu ndiye mjenzi. Cha pili tukasema yeye ndiye aliye na nguvu za chanzo cha kutuwezesha kujenga, kurejesha na kufanya kitu. Jambo la tatu ni kwamba wewe umeitwa pia kuwa mjenzi. You are called to be a rebuilder. Umeitwa kuwa mjenzi. Kwa hiyo haiishi tu kwa kwamba Mungu ndiye mjenzi, haiishi tu ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha ujenzi, lakini inaenda mbali zaidi ya kwamba sasa Mungu ameniita mimi kuwa mjenzi. Ndio maana unaona anasema hivi now. Hebu sema now. Kwa Kiingereza sema they will rebuild. Kwa hiyo baada ya kwamba yeye amesha kuja kama mjenzi, baada ya kutuonyesha ya kwamba nguvu za kujenga ziko kwako, anasema sasa now. Kwa hiyo ujenzi tunaenda kuuzungumza mwaka huu sasa sio Mungu anakuja kujenga, anasema now. Kwa hiyo wewe unatakiwa tu kujiunganisha na kuelewa ya kwamba yeye ni mjenzi, alafu wewe unatoka katika nguvu hiyo ulioipokea unaenda kujenga. Ndio maana nasema now. Hebu sema pamoja nami now. Now watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Hasemi na Mungu atajenga, hasemi hivyo. Hasemi na Mungu atarejesha, hasemi na Mungu atafanya upya. Yaani baada ya kwamba wewe umeshamjua Mungu. Kwa hiyo ina maana kwa maneno mengine huwezi ukajenga, huwezi ukarejesha, huwezi ukafanya upya bila kumjua Mungu kwanza. Ndio maana nasema nao watajenga. Haleluya. Mwaka huu ni mwaka wa kumjua Mungu zaidi. Mgeukeje na kumwambia ni mwaka wa kumjua Mungu zaidi. Ni mwaka wa kwenda katika kilindi cha ndani zaidi. Ndio maana nasema na wao watajenga mahali pale palipoharibiwa. So they will rebuild. Watajenga, sio Mungu atajenga. Sasa mtu akikusikiliza unasema hivyo, anaweza akaona ya kwamba wewe sio wa kiroho au unakufuru. Ni rahisi sana kuona unakufuru, si ndio Lakini si kwamba unakufuru. Mungu anakuambia baada ya kuwa umenielewa, baada ya kuwa umejua kwamba mimi ni mjenzi, baada ya kuwa umejua kwamba mimi ndio chanzo cha nguvu za ujenzi, ukanielewa, ukanifahamu, tukawa na mahusiano. Kwa maneno mengine, mwaka huu ni mwaka wa mahusiano zaidi na Mungu. Ukisha jenga mahusiano na Mungu, anasema now. Yaani huyu mtu tayari ameondolewa kutoka katika vazi la aibu, amepewa vazi la sifa. Ameondolewa kutoka katika vazi la majibu, amepewa vazi la sifa. Ameondolewa katika kuvunjika moyo, amegangwa moyo. Baada ya kuwa umeponywa, baada ya kuwa umeinuliwa, baada ya kuwa umetendewa, baada ya kwamba Mungu amekufanyia, sasa ni zamu yako wewe kufanya. Ndio maana anasema nao watajenga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. You may have come from the ruins, but you are called to restore. Unaweza ukawa umetoka katika magofu, umetoka katika uharibifu, lakini umeitwa ili kurejesha. Mwambie jirani yako, mimi ni mrejeshaji. Sema ukiamini pamoja nami, sema kwa jina la Yesu, mimi ni mrejeshaji. Kwenye ndoa yangu mimi ni mrejeshaji. Kwenye biashara yangu mimi ni mrejeshaji. Kwenye kazi yangu mimi ni mrejeshaji. You may have come from the ruins, but you are a restorer. Hallelujah. You are a builder. Wewe ni mjenzi. Bwana asifiwe sana. You are not just a survivor. Mwambie jirani yako, mimi sio tu ambaye ni hustler, yani mtu tu ambaye mgumu. Ni zaidi ya mgumu. Mimi naenda mbali zaidi, naweza nikajenga. Mimi naenda mbali zaidi, naweza nikarejesha. Mimi naenda mbali zaidi, naweza nikafanya upya.
I'm not just a survivor. Hatuzungumzi survival for the fittest. Tunazungumzia kwamba tumeteuliwa, tumechaguliwa ili kujenga. Kwa hiyo Mungu ni mjenzi, Mungu ni chanzo cha ujenzi, lakini zaidi sana anatuita sisi katika kazi hii ya ujenzi. Bwana asifiwe sana. Those who were once broken, wale ambao kwanza walikuwa wamevunjika, wale ambao kwanza walikuwa wamekata tamaa, wale ambao kwanza walikuwa wamepoteza matumaini, lakini sasa hivi wanaitwa kama wajenzi, sasa hivi wanaitwa kama warejeshaji, sasa hivi wanaitwa kama watu wa kufanya wengine upya. Bwana asifiwe sana. The people who were once broken became the ones who are rebuilding. Wale ambao walikuwa wamevunjika kabla, hao ndio wanakuwa kwanza sasa hivi watu wa kujenga tena. Ulikuwa umekataliwa nyumbani kwenu, walikuwa wanasema ufai, walikuwa wanaweza wakaitisha hata kikao cha familia na wasikukumbuke, walikuwa hata jina lako aliko miongoni mwa majina ya watu wa familia hiyo. Yani walikuwa wakitaja watoto kama alivyokuwa Daudi, anaambiwa yule baba yake, leta watoto wako, analeta watoto wake wote mpaka anamsahau, kwa sababu hakuwa mtoto ambaye anakubaliwa. Lakini the moment, the time ya kimungu ilipofika, sana wasaa wa kimungu ilipofika, hata kama umesauliwa, hata kama faili lako limefichwa, hata kama umewekwa mahali ambapo usingeonekana, nataka nikwambie they will locate you. Watakutafuta na utapatikana, maana Mungu amekusudia ya kwamba wewe ndiye uwe mjenzi. Mungu amekusudia ya kwamba wewe ndiye mtu wa kurudisha. Mungu amekusudia ya kwamba wewe ndiye uwe mtu wa kuinua watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Usijidhalau. Mgeuke kijana wako mwambie usijidhalau. Mwambie wewe sio wa kispoti. Ni kweli ulikuwa umevunjika, ni kweli kila mtu kanisani anajua mahusiano yangu yaliharibika na yule kaka, ni kweli kabisa. Lakini kesho usishangae nikaingia kwenye mahusiano mengine na nikawa mhubiri, mwalimu wa ndoa. Oh haleluya. Ni kweli mtu anaweza akawa anajua ndoa yangu, tulikuwa tunapigana, hata kuna wakati nilikuwa ninakuja nina nundu usoni kwa sababu tumedundana usiku vizuri. Nilikuwa nakuja, kuna wakati kwenye mikono yangu kuna alama za meno, maana tulipigana mpaka tukaumana kabisa na meno. Lakini nimekuja kuambia habari njema, hiyo ni kale. Usikae katika kale yangu, usikae katika zamani yangu. Bwana amenikomboa, Mungu amenisaidia, Jehova ameingilia kati maisha yangu na amenifanya kuwa upya. Bwana asifiwe. Ni kweli kila mtu anajua sikuwahi kusoma, nilifeli darasa la 7. Baba yangu na wazazi wangu wakanisaidia, nikaenda sekondari, nikafeli form 2. Walimu wangu wakanishika kwa kuungaunga, tia maji. Nikafika form 4, nikafeli form 4. Oh, baba yangu akasema ishi hapo, akanipeleka kwenye sekondari ya kulipia ya form 5 na form 6. Nimeenda kule nikafeli na form 6. Lakini ngoja nikwambie, I'm not a failure. Mimi sio mtu wa kushindwa. Ninakuja kama mkombozi wa familia yangu, ninakuja kama mwokozi. Oh, inawezekana nikawa nimekataliwa na kila mfumo wa kibinadamu, lakini kuna mfumo mmoja haujawahi kunikataa. Huu ni mfumo wa Mungu wangu. Oh haleluya. Huu haujawahi kunikataa. Bwana asifiwe. Nitaanza tena, nitaanza form 4 tena, nitafanya form 1 na form 2 kwa mwaka mmoja QT. Nitafanya form 5, form 3 na form 4 kwa mwaka mwingine, form 5 na form 6 kwa mwaka mwingine. Nitakwenda nitafanya open university, nitasoma degree ya jioni. Acha tu iwe ya jioni hivyo hivyo, lakini nataka nikuhakikishie itaeleweka, kitaeleweka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kitaeleweka. Mimi ni mjenzi. Naweza kuwa niko broken,
kwenye mahusiano. Naweza nikawa na historia ya kutoa mimba, naweza nikawa na historia ya ulevi, naweza nikawa na historia ya ukahaba, naweza nikawa na historia ya ujambazi, naweza nikawa na historia ya kutokuwa mtu mzuri, naweza nikawa na historia ya unyang'anyi. Lakini nataka nikwambie, Kristo amenibadilisha. Kristo amenifanya kuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Nimekuja kumtia moyo mtu mmoja ambaye anajiona ya kwamba hafai. Walikuwa wanauliza, kuna jambo jema litatoka Bethlehem? Kuna jambo jema? Kuna jambo jema litatoka katika nchi hiyo? Kuna jambo jema litatoka Tanzania? Kuna jambo jema litatoka Moshi? Kuna jambo jema litatoka katika familia ya Mtalitinya? Mtu anajiuliza, kuna jambo jema? Weka familia yako, weka jina lako. Kuna jambo jema litatoka kwako na kwa uzao wako. Nimekuja kukwambia, Mungu wetu anaanza nasi sasa katika mwaka huu, anaanza nasi sasa katika maisha haya. Naweza nikawa nimefuria na kila mmoja anasema amefuria, naweza nikaonekana nimepigika na kila mmoja akaniona nimepigika, lakini nakwambia, it is not over until God says it is over. My God, Mungu wangu anaenda kuingilia tena. Oh, hallelujah! Naweza nikawa nilianza biashara ya kwanza nikashindwa, wakaigombania mapepo pamoja na mimi, wakaigombania wakaninyang'anya. Naweza nikaenda kuanza biashara ya pili, wakaigombania, lakini ya tatu lazima niweze kutoboza. Ya tatu lazima nifike Rehobothi, na ninakwambia mwaka huu lazima niingie kwenye Rehobothi yangu, niingie katika kijito changu. Nilianza kampuni ya kwanza, wakaigombania. Nilianza kampuni ya pili, wakaninyang'anya hisa zangu na wakanifukuza. Lakini nakwambia saa hii ninaianza ya tatu mwaka huu, na Bwana atanipigania. Inawezekana ni kiwanja changu cha kwanza wanidhulumu, cha pili wakanidhulumu, hata cha tatu wakanidhulumu, lakini hiki cha nne ninachokinunua saa hii, Bwana atanisaidia. Oh, haleluya! Sema, Bwana atanisaidia. Mimi ni mjenzi, I'm the builder. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu wangu atanitia moyo, Mungu wangu atanitia nguvu niweze kujenga tena. God shall empower me. Oh, God shall give me strength. My God shall enable me. Mungu wangu ataniwezesha, Mungu wangu ataniwezesha. Bwana atanipigania na wote watanyamaza kimya, kwa sababu Mungu ananiita mimi pia kuwa mjenzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza sasa, mchungaji, itawezekanaje? Nina historia mbaya mchungaji. Na historia mbaya. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao siwezi kusimama mbele za watu na kuongea. Nilikuwa na kila disadvantage unayojua. Nilikuwa mwoga. Nikiwa darasa la 4 niliparalyze. Total paralysis. Naamka asubuhi nataka kunywa chai, ukimwaga hivi, ukiweka hivi mdomoni inamwagika pembeni. Darasa la 4. Sikuwa mtu ambaye naweza nikasimama miongoni mwa wahubiri na nikawa mhubiri. Lakini je, jambo jema linaweza likatoka kwa mtu kama huyo? Ndio. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati mimi naokoka, nawaambia marafiki zangu ya kwamba ninaokoka, naambia wewe huwezi kaenda mbali. Kesho na kesho kutwa naambia mimi mtumishi wa Bwana, nakwambia wewe huwezi kuwa mtumishi wa Bwana. Uwezi. Wakati Mungu ananiita katika kazi hii na kuniambia kwa habari ya utumishi huu ambao ninaufanya, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2001. Mungu ananisemesha miaka 10 ijayo huduma yako haitakuwa hivi ilivyo. Sikuwa naelewa.
Lakini 2011 from nowhere, sikuwa nimejipanga, sikuwa nimejiandaa, sikukaa na kusema sasa nakuwa mchungaji. Mungu akaniambia sasa ndio wakati, haya ndio majira. Mungu akaniambia, nasikiliza, Mungu aliponiambia nikamwambia Mungu, sijawahi kuwaza ya kwamba nitakuwa mchungaji kiongozi mimi. Mimi siku zote za maisha yangu nilikuwa nawaza nitakuwa mchungaji msaidizi, na mpaka leo ukiniambia niwe mchungaji msaidizi, nitafanya vizuri sana kama mchungaji msaidizi kuliko kuwa mchungaji kiongozi. Sipendi kazi ya uchungaji kiongozi, napenda kazi ya uchungaji msaidizi. Mwingine aongoze, mimi niwe nyuma yake. Lakini Mungu akaniambia ni wewe. Wakati naingia Kilimanjaro, kila story na habari ninayoisikia ni ya kwamba tu mahali hapa huduma huwa zinakufa, watu huwa wanakufa. 2011, 2002 nimeingia hapa, unaona huduma zinakufa, haziendi mbali, hazi breakthrough. Na nikiingia hapa, mimi sio Mchaga, watu wananiambia Chasaka, mtu wakuja, niko so much disadvantaged katika hii land. Yani ukiniangalia sina sifa yoyote ya kufanikiwa katika nchi hii. Oh, haleluya. Lakini Bwana akisema ndio, hakuna mwanadamu anayeweza akasema hapana. Mbingu ikiisha kukubali, hakuna mwanadamu anaweza akazuia. When God say yes, no man can say no. Unachomhitaji ni Mungu. Unachohitaji ni Mungu. Mbingu ikisha inuka na kusema tuko na wewe, oh haleluya, hata wapange vifusi na vifusi, hata yaje maloli na malole, hata waweke malundo ya mapepo mbele yako, nataka nikwambie hao wote watakuwa ni ngazi yako ya kupandia. Na mimi nasema kuna mtu mmoja ngazi yake imeandaliwa ya kupandia. Biblia inasema kuinuliwa hakutoki mashariki wala magharibi, lakini kuinuliwa kunatoka kwa Bwana. I'm looking for a partner with God. Na mtafuta mtu aliye tayari kutumiwa na Bwana. Katika kitabu cha Isaya sura ya 6 na mstari wa 8, mbingu inauliza ni nani aliye tayari kwenda pamoja nasi? Mungu anauliza ni nani aliye tayari kugusa katika anointing hii, kugusa katika upako huo, na kuona Mungu akitenda kazi kwa mwaka huo. Naona vizazi vikiinuka, naona watu wakiinuliwa, naona watu wakipita mahali walipodhani hawawezi wakapita. Mbingu ikisema ndio, hakuna mwanadamu anaweza akasema hapana. Wakati tunaanza huduma hii, tulianza katika baa pale Double Road, kaukumbi kadogo ambako kanachukua kwa shida sana watu 100. Lakini tulianza hapo na tulimwamini Mungu hapo. Tulikaa pale miezi 6, kaukumbi kakawa kamejaa. Tukaanza kutafuta mahali pa kuabudia. Tukaja mahali hapa, yalikuwa ni mashamba. Hiyo nyumba unaiona hapo mbele haikuwepo. Hapa kalikuwepo tu, palikuwa pale kile kiukumbi kidogo, na haukuwa mkubwa kama huo. Ilikuwa ni car wash tu. Hapa ni mashamba yako. Nilipowaleta viongozi hapa, pamoja na mke wangu, wakasema huko hatuwezi tukaja, ni mbali na mji. Lakini Mungu ndiye amesema ni hapo. Hebu sema ni hapo. Nilipoanza hapo, tukajenga kajengo kama bati ambako kalikuwa kanaanzia tu hapa kwenye hii nguzo paka pale mwisho kwenye hizi nguzo. Watu walipokuwa wanapita mahali hapo wanasema banda la mbuzi. Sikiliza, wanaweza wakakuita majina yote, wanaweza wakakusema wanavyotaka kusema, lakini Mungu akisema ndio, hakuna mwanadamu anaweza akazuia. Leo mahali ambapo ndio lilikuwa kanisa letu la kwanza, leo mahali hapo ndio madhabahu yetu. Nimekuja kumtangazia mtu, bado haujaona utukufu wa huduma hii, bado haujaona nguvu ya huduma hii, bado haujaona uwezo wa kinywa cha mtumishi wake in this land, bado haujaona nguvu ya watoto wa uzao huu. Mungu anaenda kuinua kizazi. Mungu anaenda kuinua watu ambao hawataogopa majitu, watu ambao hawataogopa hali, watu ambao hawataogopa mazingira. Watakuwa tayari kusimama na kufanya jambo kwa Mungu wao.
Ninaiona nguvu ya Mungu, ninauona uwezo wa Mungu, ninaona mamlaka ya Mungu aliye hai yanakuja juu yako. Haleluya! Mahali walipaita banda la mbuzi, washirika wa kwangu wa mwanzo walikuwa vijana tu, watoto wasiokuwa na mbele wala nyuma. Ukimaliza ibada, wote wako nyumbani kwako wanasubiri upike chakula wale. Lakini hao the weak people, hao walionekana wafai, hao walionekana watoboi, hao walionekana ni watoto, leo hao ndio watu wanaoita matajiri katika mji huu. Nasema hujaona bado ukuu wa mahali Mungu anakupeleka. Hujaona bado. MTBC, kama mtaamini, ninyi mnaonisikiliza, if you believe, kama utaamini, hujaona kile kitu Mungu anataka afanye katika maisha yako. I feel the power, I feel the anointing, I'm sensing heaven is here. Na hisi mbingu iko mahali hapa. Kuna mtu maisha yake yanageuzwa leo. Kuna watu hali zao zinageuzwa leo. Kuna watu Mungu anawapeleka dimension nyingine leo. Kariandarabos. Ulidhani Mungu amemalizana nawe? Ulidhani umefika? Ulidhani umetosheka na biashara moja? Mungu anaona a chain of companies, mnyororo wa makampuni, mnyororo wa network, mnyororo wa watu ambao umewabeba nyuma yako. Ninakuona a giant, naliona lijitu likiwa limesimama. Naona kampuni likubwa lililosimama. Naona a chain of success. You have not seen what God can do. (1992) mwaka 92, mtu angeniuliza haya ninayoona hapa sasa hivi nisingeyaona. Hakuna. Nilikuwa najua nimeitwa, lakini to which capacity sikujua. God knows our times. Mungu anajua nyakati zetu. Haijalishi tunapita wapi. Nataka nikwambie, unaweza ukawa unakula chakula cha chini sana saa hii. Unaweza ukawa na maisha ya chini sana saa hii. Lakini nataka nikwambie kesho yako ni kubwa. Wewe ni mtu mkubwa. Unaweza ukawa unatembea kwa miguu leo, lakini nataka nikwambie sio maisha ambayo mbingu imekukusudia. Yako maisha yaliyo makubwa zaidi ya hapo. Kuna milango wazi iliyofunguliwa mbele yako. Naiona milango hiyo. Naiona milango hiyo. Nehemia anajenga ukuta. Watu wanapita kwenye ukuta anaoujenga. Sanbalati na Tobia wanasema huu ukuta hata mbweha hata uangusha. Lakini mahali walipodhani mbweha ataangusha, pale ilikuja kuwa the capital city of Jerusalem. Pale ilikuwa ni mji mkuu ambao Suleimani alijenga hekalu la kutisha. Mahali ambapo Malkia wa Sheba alipofika alichanganyikiwa. Haujajua hatima yako. Shida yako unajiona mdogo. Shida yako umemwunderestimate Mungu wako. Umeona Mungu hawezi. Umeiona shida yako ni kubwa kuliko Mungu wako.
nimekuja kukuchallenge, nimekuja kukuambia leo, we have a greater God, we have a powerful God, we have a builder, the source of our power. Tunaye Mungu aliye ni mjenzi, aliye chanzo cha nguvu zetu. Anasema vijana watazimia, watu wazima watazimia, lakini wao wanaomgoja Bwana wanapata nguvu mpya. Be ye energized. Jazwa nguvu leo. Usichoke ndani yako, usizimie ndani yako. Inuka. Coriander. Life can toss us around. Maisha yanaweza yakatupiga, maisha yanaweza yakatugonga, maneno ya wanadamu yanaweza yakatupiga, maneno ya wanadamu yanaweza yakatugonga. Twaweza kata tamaa na kuvunjika moyo, twaweza dhani tumefika mwisho, twaweza dhani imeharibika, twaweza dhani siwezi toboa, twaweza dhani siwezi inuka tena. Watu wanaweza wakadhani mwisho wako, lakini nataka nikwambie haijawa mwisho mpaka Mungu aseme mwisho. See what the Lord has done. See. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Nataka usimame tu pale. You are the Lord. See what the Lord has done. Kuna watu Mungu anataka wajaze. See what the Lord. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. Kwa imani. See what
nimesikia wewe ni mjenzi, nifanye mimi kuwa mjenzi. 2, Mungu nimesikia kwamba una nguvu za kunifanya kuwa mjenzi. Baba, jaza ndani yangu. Kile ninachokiona mbele yangu, it is too big. Ninachokiona mbele yangu ni kikubwa Bwana, na bila wewe Bwana mimi siwezi. Nataka kutoka hapa nikiwa equipped. Nataka nitoke hapa nikiwa nimejazwa. Nataka nitoke hapa. Kama uwezi kuja huku, kule uliko, unaweza piga magoti, unaweza mwambia Bwana, unaweza ukakaa chini, unaweza ukamwambia Mungu chochote, lakini usiondoke katika madhabahu hii leo ukaiacha hii nguvu iliyoko mahali hapa. Jehovah is about to do greater things. Jehovah is about to do miracles. Jehovah is about to release power. He's about to release anointing. You are being transformed today. Be ye agent energized. Jazwa leo, jazwa leo. Unachotamani kukiona ni kikubwa kuliko wewe. Aliyokusemesha ni makubwa kuliko wewe. Anayozungumza nawe ni makubwa kuliko wewe. Leo hii usitoke hapa bila nguvu yake. Usitoke hapa. Rekeseterabayanda. Nehemia akasema lazima niinue kuta. Ni kweli, I don't have finances, sina fedha, sina resources, sina malighafi, sina watu, sina jeshi, lakini lazima nijenge. Mimi sijui Mungu amekwambia nini, lakini maybe ni kampuni yako, maybe ni kazi yako. Ukiangalia kila kitu sahi ni kama kimeparaganyika. You only need God. Unahitaji intervention ya kimungu. Baba, ingilia kati leo, ingilia kati. I want also to be a builder. I want also to be a restorer. Kaya tarabasatai. You don't need a human hand. Huhitaji mkono wa mwanadamu, unamhitaji Mungu aliyeko katika madhabahu hii. Naiona madhabahu ikiwa inawaka moto, naiona madhabahu ikiwa inatoa uhai, naiona madhabahu ikiwa inatoka moto. Moto wa kimungu unawaka, unatoka hapa ukiwa ignited, unatoka mahali hapa ukiwa umejazwa, 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 umejazwa leo, umejazwa, umejazwa leo, umejazwa leo, umejazwa leo. Kwenye masomo yako unaondoka hapa leo ukiwa na anointing, anointing ya division 1 ya point 7, anointing ya division 1 ya point 3, anointing ya GPA ya 4, GPA ya 5. Ndio anointing unayoondoka nayo hapa. You are a champion, you are a winner. Usijitazame kama mtu wa kushindwa. Usijitazame ukajikatia na tamaa. Our God is here. Kijito kimetibuliwa, maji yametibuliwa, ndoa yako imetibuliwa, kampuni yako inatibuliwa. Sikiliza, ilionekana inaharibika, maana Bwana alikuwa anapita, alikuwa anachekecha, alikuwa anabebeta, alikuwa anachekecha, alikuwa anabebeta. Lakini leo hii you are receiving. Umekuwa unaweka tu mipango na hakuna unafanya.
kutoa katika huo mzunguko wa kila mwaka kupanga na bila kufanya. Mwaka huu unakusudia jambo nalo linakuwa. Mwaka huu unapanga na inatokea. Wewe umekuwa ni mtu unapanga lakini huwezi kuanza. Mwaka huu unaanza, mwaka huu inatokea, mwaka huu inakuwa. Nini? Nahitaji nguvu ya Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, ulisema nitapokea nguvu mpya. Ni kweli nilishajazwa na Roho Mtakatifu, lakini leo nataka nijazwe upya, nijazwe kwa nguvu niliyoili. Mungu unasema katika Isaya, we ni Mungu unifundishaye namna ya kupata faida. Nifundishe leo kwenye biashara, nifundishe leo kwenye ndoa, nifundishe leo kwenye huduma, nifundishe leo kwenye kazi. Teach me Lord, teach me Lord. Mungu atutoke katika madhabahu hii kabla hujatutembelea Bwana. Upako wa Nehemia tunautaka leo, upako wa Hagai tunautaka leo. Oh Baba, tunautaka upako wa Suleimani wa kujenga, upako wa Daudi, upako wa Samson. Of anointing, new level. Leo Baba, navunja kikwazo nilichowekewa, mapepo kafala waliotoa, damu zilizomwagwa, sadaka iliyowekwa. Leo hii naivuka, leo hii naivunja kila madhabahu niliyojengewa, kila mpaka niliyocholewa. Leo hii natoboa, natoboa. Sitoki hapa Bwana, sitoki hapa Bwana kabla hujanitembelea. Sitoki hapa Bwana kabla hujanitembelea. Rejesha maombi yangu, rejesha nguvu yangu ya kufunga, my power to give, uwezo wangu wa kutoa. Rejesha mayai kwenye tumbo langu, rejesha afya kwenye mwili wangu.
bila biashara yangu, sitoki mahali hapa. Bila mtoto wangu, sitoki mahali hapa. Bila mume wangu, namtoa leo kwenye nyumba ya ukahaba. Sukuma tu, sukuma tu kwenye ulimwengu wa roho, sukuma tu. Zalisha, zalisha, zalisha. Don't tire, don't tire. Omba mpaka usikie mzigo umeisha. Omba mpaka usikie mzigo umeisha. Baba, asante. Utii wako katika neno hili, imani yako katika neno hili, na utayari wako wa kwenda vikawe nguzo katika maisha yako. Baba, ninasimama kutoka katika madhabahu hii na kuwatuma sasa malaika waliokuwa charged, waliopewa nguvu ya kusukuma neno hili kama wasaidizi wetu, wakaende pamoja nasi kwa mwaka huu. Kila mahali tunapohitaji msaada wako, wasichelewe, wakafanye kwa haraka katika jina la Yesu. Nguvu niliyoipokea haitanyamazishwa tena katika jina la Yesu. Niko tayari kuambia partner pamoja na wewe Bwana. I'm ready Lord. Yesu, niko tayari. Niko tayari kwa ajili ya project ya ujenzi ambayo umeniambia Bwana. Sitaogopa Bwana. I'll not fear.
I'll not back. Sitarudi nyuma. Sita. Kuna watu Mungu anawaonyesha vitu ndani yenu na mnaogopa, ni vikubwa. Usiogope. Don't fear. Don't fear. Don't fear. Pokea ujasiri kama simba wa Yuda. Pokea ujasiri kama simba wa Yuda. Pokea ujasiri kama simba wa Yuda. Pokea ujasiri kama simba. Pokea wepesi kama kurungu. Pokea wepesi kama kurungu. Swift. Be swift. Pokea hekima kama ya chungu. Nguvu sahi kama shoti ya umeme. Pokea hiyo nguvu sahi. Kama upepo wa baridi katika mwili wako. Pokea hiyo nguvu sahi. Hautanyamaza, hautashindwa, hautakata tamaa, hautanyamaza. Pokea nguvu ya kutonyamaza. Katika jina la Yesu. Unahitaji maombi zaidi, unahitaji mahusiano zaidi na Mungu. Kwa hiyo wiki zinazokuja, tafuta muda, funga, mtafute Bwana. Nasema njia za kutoka mautini anazo yeye, atakuonyesha. Ameniambia hata nyamaza kwa ajili ya Sayuni, hata nyamaza kwa ajili ya Israel. Thank you Jesus. Mungu ndiye mjenzi, yeye ndiye chanzo cha nguvu ya ujenzi, na ameniita mimi kuwa mjenzi. He has called me to be a builder. He has called me to be a restorer.